say a KGS to the world with the best. To kill on the yard, kill mse and scream. We the ghetto king in the street, we are flex. I hope you know that before you come and bring a mess. Hujambo na karibu sana kwa kipindi hiki ya sauti za wakimbizi Beyond Border Podcast iConnect. Tunakuwa pamoja. Esther Shubabu ndio mimi, uko Chris Santos anakuwa anashikilia kamera, na na studio tuko tayari ndugu yetu Andrew Dafire. Acha tukukaribisha tena na studio. Asante. Na msimu ambao tulikuja mara ya kwanza tulifanya kitu kadogo hivi, niliona liposti kwa account yako na imeleta makelele kwa watu. Sijui kitu hiyo unaionaje kwanza? So kwangu kama msanii wa kawaida, hizo ni vitu zangu tu mimi uzifanya, but kuiona watu wamechagia ama wame-like, wame-share, wame-comment, ni kumaanisha kwamba wanapenda kazi nzuri, unaona. Na hiyo siku tulikuwa tunaifanya kama mic check confirmation, kumaanisha sasa tukiweza maanisha kufanya the real thing, tunaweza fika mbali. Yani kwa sikia leo uko na uwezo ya kurap kabisa tofauti na hiyo kitu ambayo ulifanya hiyo siku. Yeah, exactly. That's what I do. Naifanya for a living, you know. Ni kitu nimezaliwa nayo, kipaji Mungu amenipatia. Yeah. And I'm going to show the whole wide world, you know. Yeah. Huyu anaitwa Andrew Dafire, anamuita General Gaddafi. Ndio tumeshaanza muita siku hizi, na kwa siku ya leo kabla hatujaendelea mambo mengine, acha tuweke beat, alafu kama haujawahi sikia rap, ndio rap ya ukweli, najua hapo unatuonyesha kitu kizuri. Gaddafi, acha tuanze na hii beat, alafu tusikie na makali yako ni aje. Sawa, nipe. Yeah. Tunaenda na hii kitu. Kuoza Gaddafi. Ni Gaddafi. Haha. Jaman. Yeah, skia. Skia. Yo, one day kushanti unaweza hang na mi, when you qualify G ukirom na mi, hatutadima taka nyongi ukiban na mi, bila the ndom test ya music ni bure nani, na urefu yangu ndio ina show nitaenda mbali, nimechizi kama Fred, nishonji ya madhari nimebleki bila cent, sijai kuwa loli me I got myself. Yo, kila mboka nitapiga ni avoid kusota na believe in the Bible, hata kama ni psycho, buda songa mbali sidai stories za vako, lugha ni ado wote tumwage jasho, mimi kizima leo kesho napewa mpasho, vipropa mandula juu topa, menao nyamazisha kushinda hadi kopa, design zimepanda na feel kama chopa, Al-Qaeda brotherhood is forever, wagwan. Yaman. Listen. Yeah, anaitwa Andrew Dafire. Kwa kitu hiki tunaona ni kitu kali, na sijui ikifikia pengine ni instrumental ambao walifanyia mazoezi, tukibadilisha hiyo unaweza imba kitu tofauti kama na hii. Exactly. Acha tujaribu ili tujue kitu ambao bwana Dafire ametuandalia. Yo, listen, umefed shuka stage, sita leja siko gauge, bila mic, minim light, kwa stage nina psych, msupa na kulola bila tight, kam nikupige kabite, kama ni bomb, mina ipiga spike, I fight the fight, yo, listen, hey your flow is unique design, hit shows when I fast on the mic, hopeless nigga never show how bad, I shut you down and the police never show, cause this shit don't sound hard like the kusha blow, oh no, this nigga don't know that I've made it far, and this shit got me focused on tunamchanganya leo Mr. Gaddafi, tunabadilisha beat, kwa hivyo usikie ukali wake leo. Safi. Yo, listen, magaldem wametokelezea na ninja man wako ready I swear, mafofo rains na waka clear, na puff ni moja jifunze kushare, budo ukidoro itabaki umelia, sai maheta wana drop my tears, japote njia niko nashikilia, mimi napiga biashara leji cause I'm living a dream, usicheze na mimi. Mimi naifanya kibuda nani. Yo, umefed shuka stage, sitaleja siko gauge, bila mic, minim light, kwa stage nina psych, msupa na kulola bila tight, kam nikupige kabite, kama ni bomb mimi naipiga spike, I fight the fight. Yo, I fight the fight. Andrew Dafire, atasema asante sana. Hongera kwa kitu ambao unajituma, tunaona kazi yako ni nzuri, sababu tujaribu kukuchanganye tuone gisi utaenda unaanguka. Napenda hiyo mchanganyiko, unajua inaonyesha kuwa
huu ni mtu amekuwa kwa hii kitu, si ati ni mtu anajaribu kuleta, unaona. Na kwa rap yako hapa Turkana West, Yeah. unaona nani yako na level ya juu kukuliko? Basically walisemanga usijigambe mwenyewe. Yeah. Lakini just to be honest, ama kusema ukweli, mimi naona mimi ndio rapper mngori sana Kakuma. Hakuna rapper mimi naweza sema nimeweka juu yangu, kwa sababu hii game rap music ya Kakuma najua ikianza na najua vile inaendelea saizi, unaona. Sijui sasa kama kuna watu wanajua kuna mtu mngori sana kunishinda kwa rap, pia mnaweza mleta hapa, si mbaya, pia nione kazi yake, unaona. Na kwa marapa hapa Kakuma na Kenya, umeona nani alifanya vizuri mwaka 2025 iliyoisha? Okay, like basically mse rapa mwenye napenda kazi yake Kenya ni Nyashinski. Nyashinski ni mse mwenye amekuwa tangu zile enzi za kina Excleptonia, unaona, zile enzi za kina Abaf Kubaf, akina Calligraph. Unajua akina Calligraph walikuja wakati yenye akina Shinski washavuma wakanyamaza, then akina Calligraph wakakamu, unaona. Yeah. So evolve venye mziki ina evolve, inaenda ikienda juu, na creativity inazidi ikipanuka, unaona, inazidi ikipanuka. Ikitokea unakutana na wale watu, una uwezo kabisa kujitatanua kwa rap? Yes, exactly. Mimi ni mtu napenda kufanya kazi na watu, na pia mahali yenye naona kazi yangu haihitajiki siwezi ipeleka, unaona, kwa sababu una deal na place yenye unasikika, place yenye watu wanakutaka, unaona. Sio kila mahali utapendwa, but mahali umependwa wapende pia, unaona. Ulijuaje kipaji chako cha rap? So kipaji yangu ya rap nilijua tu kwa kujitafuta. Unajua kimaisha kuna ile jinsi mtu anajitafuta, ako pale. So mimi nimejaribu kila kitu. Nilianza na acting, nikaingia kwa dance, unaona, then finally nimejipata kwa muziki, unaona. So it's a calling. Yeah, it's a calling. I can just say it's a calling. Sasa hizo rap zako umeperform nyumbani ama pia umeshaanza kuperform kwa vitu mbalimbali? Rap yangu so far nimefika place naweza sema ni mbali, sio mahali yenye nilikuwa nyuma, unaona, wale wakati hizo za nyuma sija nikicompare hizo the back days and this recent days, naweza sema niko mahali naelekea ni pazuri. Changamoto gani ambazo unakuwa unazikuta kwa sasa? So changamoto ziko kama kawaida, like let's say tuko Kakuma, unaona. Kakuma tuna lack the proper equipment, the proper tools ya ku enable like our skills to go global, unaona. Let's say such place kama hii podcast, unaona, like we give thanks right now iko available, but back then haungepata space kama this podcast where you're coming to do like coming to open up yourself. Yeah. Nakuja unafanya 1 2 3. Yeah. So I think with the right support, naweza fika mbali, na pia wana muziki wengine pia mimi wenye najua wana lack to support, of which support ya mentorship, guidance, unaona. Juu apart from music being a talent, music is a business. You get me? Unajua Gaddafi ikiwa kwenye stage, alafu steam inakatika, una uwezo gani ya kuendelea ama unakata unaishia? So basically stima na kipaji yangu ni vitu tofauti, unaona. So haimaanishi stima imezima kipaji yangu imezima. Sauti niko nayo. Hata tujaribu hii sauti hapo kwanza. Okay, sawa. Sasa naweza sema Magaldem wametokelezea na maninja mano wako ready, I swear ma 4 foreigns na waka clear na puff ni mmoja, jifunze kushare budo kidoro itabaki umelia. Sai maheta wana drop Matias japotea njia niko nashikilia. Mimi napiga biashara legit cause I'm living a dream, usicheze nami. Mimi na mediki budanali. Gaddafi ni mtu gani sasa? Ama unaweza kuwa na dharau wasanii wengine ndio maana wanakuwa hawajafanya na collab sana, ama wenyewe wanaogopa vile vile, sijui unaogopa?
So mi ni mtu niko open like I told you before. Si ati sijapiga kolabo na watu, niko na makolabo mingi sana. Niko na kolabo moja kubwa sana inaitwa Different na kijana mdogo anaitwa Alzilzala. Niko na collaboration na kijana anaitwa Lilgoro Mauru. Tumepiga Cypher na vijana wanaitwa TSG. Unaona? So many people out there they just don't know how to approach someone, unaona, because wanakuangalia tu kwa wanaona ule ni Gaddafi, it's hard for me ni mkute, ama maybe unajua kila mtu na perspective yake, but for me ukiweza nikuta uniambie ni aje kuja tufanye kazi, I don't think that's a big deal. Tunafanya kazi. Platform unajitaje watu wakitamani kufuata kazi zako? Okay, kazi zangu zote mimi naitwa Jamstar Gaddafi. Then the other my personal page, not music page, it's Andrew Dafir. Unaona, because hatuwezi changanya maisha yetu na sana, unaona. So kuna like we are living two lives with just the same mentality. Acha tupate ujumbe toka kwako kwa rapa wengine vile vile wasanii hapa kusikia leo. Okay, what I can just tell my other artists or my other colleagues who are doing the same thing that I'm doing, it's consistency, it's always the thing, you know. Usifanye kitu leo then ukuje uifanye baada ya miaka ama baada ya mamwezi, unaona. Ni ukiamua wewe unacheza kandanda ama mpira like football, cheza leo, kesho, like do it, make it an hobby, you know. So consistency itakupeleka place yenyewe watu they'll just get used to you, like it is you, wewe ndio rapper na wewe ndio nani, because we have to know you with what you do. Same to you are a host, like when ndio unatu host hapa kwa podcast, yeah. You get me? So if you continue hosting more people of my kind, lazima watakujua. So wacha watu wakujue na ile kitu yako perfect that you do. Unaona, tunaishi mara moja kwa hii dunia, but we have to live in a way yenye tunaimake great. Making it great is by sharing love, spreading peace, and living in one harmony, you know. Yeah. Asante Gaddafi kwa muda wako kwa siku leo, tunashukuru sana. Asante. Na ndio kama ulikuwa unajiunga nasi Beyond Border Podcast iConnect, unakuwa unatupata bila shaka Esther Shubabu mbele ya microphone. Chris Santos alikuwa huko anashikilia ufundi wote kwa jumla. Tukutane kwa video zingine. Usikose kutembelea Jamstar Gaddafi, anakuwa anapatikana platform mbalimbali. Vile vile tembelea iConnect Kenya, unakuwa unapata vitu bila shaka. Tukutane kwa video zingine. Usikose kulike, share, subscribe, vile vile kufollow na kuweza kuwasiliana nasi kupitia email yetu na hata nambari zetu za simu. Tukutane huku nikisema tu bye bye. Poof.